naye katika maumbo haya ya mkate na divai. Tunapotembea naye ni ishara moja kubwa sana ambayo inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu hata mara moja hatuachi sisi katika mahangaiko. Anakuwa pamoja na sisi katika yale ambayo yanaitwa kuwa changamoto. Anakuwa pamoja na sisi katika yale ambayo yanaitwa kuwa faraja. Mungu wa upendo ni Mungu ambaye anaambatana na sisi katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu, huyu Mungu anaendelea kuwalisha na kuongoza watu wake katika safari yao ya maisha. Kwa hiyo wajibu wetu mimi na wewe kubali kuingia katika hiyo safari ambayo Mwenyezi Mungu ameshaianzisha katika maisha yetu, na uwepo wa sakramenti ya Ekaristi Takatifu ishara tu kwamba Mwenyezi Mungu anatia mafuta yake ili kila mmoja aweze kufika katika ule mpango wake ambao Mwenyezi Mungu anataka tufike. Ndio maana ndugu zangu, katika somo letu la kwanza tumelisikia kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 8 aya ya 2 hadi ya 3 na ile aya ya 14 hadi ya 16. Tumemsikia mzee wa wana wa Israeli ambaye anafahamika kama Musa anawakumbusha wandugu zake kwamba Mwenyezi Mungu ni mwema kiasi hicho, licha ya magumu ambayo wao wanayapitia katika mazingira ya jangwa, lakini bado Mwenyezi Mungu alikuwa ni faraja kwao. Pale ambapo wamefika sehemu sasa hawana chakula, hawana maji, nadhani kwamba wataangamia katika mazingira ya jangwa, lakini ndipo ambapo Mwenyezi Mungu anashusha hiki ambacho kinaitwa kuamana, anashusha ambao wanaitwa kwale, ili taifa lake liendelee kuwa na ile safari ambayo ni safari ya matumaini, na wanatembea katika muda huo zaidi ya hiyo miaka ambayo inaitwa kwa miaka 40, kama ukamilifu wa maisha ya mwanadamu unaambatana na ile neema na baraka ya Mwenyezi Mungu. Tunaweza kusema kwa lugha nyepesi, kadiria tu umri ulionao, nafikiria yale ambayo ni mema au baraka za Mwenyezi Mungu ambazo amekutendea mpaka sasa. Inawezekana safari yako hiyo ndiyo jambo lenyewe ambalo taifa la Israeli walikuwa wanapitia. Yale ambayo ni mema, zile changamoto ambazo wamekutana nazo, ni mangapi Mwenyezi Mungu amekuwa anakuvusha. Sasa Musa anawatia moyo wana wa Israeli akiwaambia, katika kuyaona hayo yote, wao wana wajibu mmoja tu, wajibu wa kumtumainia huyo ambaye anaitwa kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu yale mema ambayo Mwenyezi Mungu ameyatenda kwao, kwanza hawana uwezo wa kumlipa wala hawana uwezo wa kufanya chochote zaidi ni kukubali wema wake, kumtumainia yeye, na kwake ndipo ambapo wao wamechuma fanaka. Sasa Musa anawaeleza wa taifa la Israeli katika uono wa maji, katika uono hawa ambao wanaitwa kuwa kwale, katika uono haya maji ya Masa na Meriba ambayo wao yaliweza tena kufufua ile safari yao ya kwenda katika nchi ya ahadi. Katika somo letu la Injili, Kristo anatutoa katika huo mtazamo, anatuleta katika mtazamo ambao yeye mwenyewe anasema yeye ndiye maana, yeye ndiye chakula hicho cha uzima wa milele. Yeyote ambaye atakubali kupokea chakula hiki cha uzima wa milele ataishi hayo maisha ya milele yenyewe. Maana si maana zile ambazo zinaharibika, si wale ambao wanaharibika tena, ni Kristu mwenyewe anajimenya katika mwili wake, damu yake inakuwa ni uzima wa milele kwetu, mwili wake unakuwa ni chanzo cha uhai katika maisha yetu. Sisi tufanye nini? Musa yeye anawaambia taifa la Israeli waweze kumcha Mungu, waweze kumtii Mwenyezi Mungu, waweze kuona hiyo thamani ya Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Sisi Kristo anasema tumwamini. Yote atakaye niamini mimi, kula mwili wangu na kuinywa damu yangu atapata uzima wa milele.